tuko katika mtaa wa Shamaliwa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Jeshi la polisi lilimkamata mtu aitwaye Edward Emmanuel Kumalija, ana miaka 38, mganga wa tiba asilia ambaye pia anamiliki nyumba ya kulala wageni maeneo ya hapo ya Mongoro, wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Bwana huyu alikamatwa kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kiasi cha shilingi milioni 12,400,000 kutoka kwa Edward Mahelo Bihemo mwenye umri wa miaka 43, ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari iitwayo Nyakabungo ambaye yuko mtaa wa Nyamanoro, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela, katika jiji la Mwanza. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kwa kumlaghai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia kuwa anao uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, na mlalamikaji huyo ndio akawa ametoa kiasi hicho akiwa na imani hiyo kwamba hizo fedha anazopeleka pale basi zitaongezeka kwa njia ya kimiujiza. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya watu kupata utajiri kwa haraka. Mtuhumiwa Edward Emmanuel Kumalija alikuwa akichukua fedha hizo na kuziweka katika begi na kumwamuru huyo mlalamikaji ambaye ni mwalimu awe anazitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Aliendelea kutoa sadaka hizo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kukosa fedha za kujikimu. Alipofikia hatua sasa ya kuhangaika, hali ya maisha imekuwa ngumu, aliamua kwenda kwa mtuhumiwa huyo kwa lengo la kuchukua fedha zake alizoziweka kwa kipindi chote hicho. Ndipo aligundua kuwa alikuwa ametapeliwa fedha zake hizo shilingi milioni 12,400,000. Baada ya kupokelewa kwa taarifa hizo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilifanya msako na kufanikiwa kumkamata huyo mtuhumiwa ambaye nimekwisha mtaja, akiwa na mtu mwingine aitwaye Boniface Charles Anthony, miaka 33, mkulima na mkazi wa mtaa Nyerere, kata ya Igoma, wilaya ya Sengerema, katika mkoa wa Mwanza, ambaye pia ni mshiriki mkubwa katika tukio hilo na katika mambo yake ya kiuganga kwa njia ya utapeli anayofanya. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na watuhumiwa watachukuliwa hatua za kisheria.